ambayo yanahusiana na swala zima la uchaguzi wa mbao. Kama mkulima wetu wa nyuki au mfugaji wa nyuki, haina budi kuwa uweze kujua aina mbalimbali za mbao ambazo utazitumia katika ujenzi wa banda lako la kisasa. Kumbuka kabisa kwamba sisi katika projekti yetu hii na mafunzo yetu haya tutakufundisha kuhusiana na ujenzi wa mabanda ya kisasa, lakini kuna hatua mbalimbali ambazo lazima uweze kuzichukua. Kwa hiyo kwa leo nitakuwa uweze kuchagua, uweze kufahamu sifa na aina mbalimbali za mbao ambazo unabidi uweze kuzitumia ili kusudi kutengeneza mabanda yako au kutengeneza mizinga yako ya kisasa kwa ajili ya uvunaji bora na ufugaji bora wa nyuki. Kwani tunasema kwamba nyuki ni mdudu ambaye anakuwa hataki shida na pia ni mdudu ambaye anachagua baadhi ya miti, kwamba kuna baadhi ya miti mingine ambayo ukiitumia kama mbao kutengeneza mizinga ya nyuki, basi nyuki hiyo hawataingia kwenye hiyo mizinga, kwa sababu hiyo mizinga itakuwa inanuka katika inanukia harufu mbaya, ina maana itakuwa inawafukuza. Kwa hiyo cha kwanza kabisa mbao yako lazima iwe kavu, lazima mbao ikauke ndio uweze kutumia katika kutengeneza mabanda. Kama unaangalia katika skrini yako hapo, hiyo ni mbao, hiyo ni aina ya mbao. Kwa kuna aina mbalimbali ya mbao ambazo unaweza kutumia. Cha kwanza kabisa inatakiwa utumie mbao ambayo ni ngumu, mbao ambayo imekauka vizuri, na pia uweze kutumia ule mti mgumu, usitumie msufi wala msonobari. Kuna wengine wanatumia mbao ya miembe, wengine wanatumia mbao ya mninga. Kwa hiyo nyuki wao wanapendelea sana uweze kutumia mbao aina nzuri, mbao ambayo kwanza imekauka na mbao ambayo haina harufu. Kuna mbao nyingine, miti mingine ukichukua inakuwa ina harufu kali sana. Kwa hiyo harufu kali ile inapelekea nyuki kuweza kukimbia na nyuki kutokuingia katika mizinga ile, na inapelekea ndugu mtazamaji kwamba wewe kuona mizinga yako inakuwa haingiwi na nyuki na ukahisi kama labda kuna changamoto au kuna changamoto gani ambayo umekutana nayo. Lakini shida ni nini? Ni uchaguzi sahihi wa mbao. Ndio uweze kuchagua mbao sahihi kama hizo ambazo unazoangalia katika skrini yako hapo. Hiyo ni mbao ambayo nzuri na ni mbao ambayo tumeweza kuichagua na uimara mzuri kwa ajili ya kuweza kupata nini? Kuweza kupata mizinga yako iliyokuwa vizuri na mizinga iliyokuwa imara. Kwa hiyo katika elimu ya mbao inatakiwa uweze kuchagua mbao nzuri, mbao kavu, mbao ambayo haina harufu na mbao ambayo imara na mbao ambayo ni ngumu. Mfano kama kuna misufi, unaona, kuna kama miti migumu mingine kama arobaini. Kwa hiyo ndugu mfugaji wa nyuki, haina budi uweze kuangalia miti yako mizuri na mbao ambazo utakazotumia ziweze kuwa ni mbao nzuri. Kwani unapoingia katika madarasa yetu mbalimbali tutakuelekeza pia aina mbalimbali ya kuweza kuunga mbao na mpaka jinsi gani ya kuweza kutega na kuweza kupata mavuno na mafanikio mbalimbali ya asali. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, kama unaangalia katika skrini yako hapo, hizo ni faida ya mbao ngumu. Ni kwa sababu hata kwenye ukataji, kama unaangalia mafundi wanapokuwa wanafanya kazi hapo, kama mbao itakuwa imekauka na itakuwa ni mbao ngumu ambayo ni imara, ina maana hata mafundi kwenye ufanyaji wao wa kazi unakuwa ni wepesi. Mbao hiyo inaweza kupigwa randa kama unavyoona hivyo. Mbao hiyo inaweza kukatwa na ikawa ni vizuri. Mbao mfano wa mbao ngumu ni kama hiyo unaangalia katika skrini yako hapo. Ndugu mtazamaji wa Nebuye TV, ni kuwa naomba tu tukukumbushe kuhusiana na swala zima la usisahau kuweza kusubscribe, kulike na comment. Na pia kitu kingine, mwisho wa video hii ndio mwanzo wa video nyingine nzuri ambayo inahusiana na swala zima la ufugaji wa nyuki na mapato na mavuno mazuri ya kilimo cha nyuki.
Hivyo basi nakukumbushia uweze kusubscribe, uweze kulike na comment na gonge alama kengele kwa ajili ya notification ili uwe wa kwanza kupata video zetu nzuri kutoka Nebuye TV. Na pia kuna mawasiliano yanapita hapo kama unataka vitabu mbalimbali ambavyo vinahusiana na ufugaji, kilimo. Pia tunaweza kuwasiliana kwa ajili ya kuweza kukupa vitabu na kukushauri kuhusiana na swala zima la kujikwamua kiuchumi, utoke katika hatua moja kwenda hatua nyingine ya kiuchumi. Nakukumbushia tu kuweza kusubscribe. Asante sana kwa kuweza kutufuatilia.